Ikitangaza moja kwa moja kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Hii ni Radio Kwizera FM. Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita limesema litaendelea kufanya ukaguzi wa magari na leseni za magari za madereva ili kusimamia utekelezwaji wa sheria za usalama barabarani. Baadhi ya wakazi wa kata ya Nyakatanga wilayani Mleba mkoani Kagera wameshukuru serikali kwa jengea shule mpya sekondari ya Biija kwa gharama ya shilingi milioni 584.2. Na jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum mapema leo. Habari kamili. Geita. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita limesema litaendelea kufanya ukaguzi wa magari na leseni za madereva ikiwa ni njia ya kuendelea kusimamia utekelezwaji wa sheria za usalama barabarani na kudhibiti ajali. Mkuu wa kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita, mrakibu wa polisi Alois Jacobo, amesema hayo wakati akizungumza na Radio Kwizera ofisini kwake. Amesema tangu zoezi la ukaguzi wa madereva limeanza hadi sasa, mwitikio wa madereva kujiendeleza kitaaluma umekuwa mkubwa. Kwa maana kwa leseni hizi kubwa, kwa maana madaraja C pamoja na E, umekuja na matokeo chanya kwa sababu madereva wengi wameenda shule, wamesoma na wamekuja kwenye ofisi ya RTO Geita, wamepata barua zao za uhakiki baada ya kuthibitisha kweli wamesoma. Na hilo ndio sisi tunachokitaka. Tunataka watu wakasome. Ajali haichagui, kwa sababu kitokea ajali hata yeye mwenyewe pia anakuwa ni sehemu ya waathirika wa ajali hiyo. Kwa sababu mwisho wa siku ataacha familia yake, atapata ulemavu wa kudumu, kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo tuache kufanya ujanja, tufuate taratibu, twende darasani tukasome, tutakuwa na uelewa mkubwa wa nini tunatakiwa tufanye huko barabarani na nini hatutakiwi tukifanye huko barabarani ili tuweze kupunguza hizi ajali ambazo zinaweza kuzuilika. Aidha, hatua hiyo inakuja kutokana na baadhi ya madereva kushindwa kuzingatia usalama barabarani na kutoa malalamiko baada ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Muleba. Baadhi ya wakazi wa kata ya Nyakatanga wilayani Mleba mkoani Kagera wameshukuru serikali kuwajengea shule mpya sekondari ya Biija kwa gharama ya shilingi milioni 584.2. Wananchi hao ambao ni Edmund Simon na Lestuta Goldian wamesema hayo katika kata hiyo kwamba kulikuwa kuna shule moja pekee ya sekondari ambayo ilikuwa mbali zaidi ya kilomita 10 kwa wanafunzi ambao walikuwa wanaishi katika kijiji cha Biija. Na kufuatana na mazingira ya huku yalivyo, jinsi tulivyo, walikuwa wakipata shida sana kwa sababu walikuwa wanatembea kilomita 10, wengine kilomita 7 kufuata shule ya sekondari mahala ilipo. Wengine walikutana changamoto za kubakwa hata njiani. Maana kuna vichaka, mnaona maeneo yalivyo, kuna vichochoro, tulikuwa tuna barabara za kutosha, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu. Shule hii tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Barabara zilikuwa zinasumbua, ila kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu na Mheshimiwa Suluhu Hassan ambaye ameweza kuona changamoto ya watoto wetu na kutuletea hii shule ya sekondari. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mleba Bwana Isaya Mbeje amesema kuwa ujenzi wa shule hiyo umefadhiliwa na serikali kwa 100% na ulianza kujengwa Novemba 4 mwaka 2024 na unatarajiwa kukamilika Machi 22 mwaka huu. Mwanza. Afisa wa mamlaka ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya kanda ya Ziwa Jafali Mtepa ametoa wito kwa jamii kuendelea kushirikiana na mamlaka hiyo kwa kutoa taarifa kwa kupiga namba ya bure 119 kwa ajili ya kudhibiti matumizi ya madawa ya kulevya. Ametoa rai hiyo wakati akitoa elimu ya kupambana na kuzuia na matumizi ya madawa ya kulevya kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Mkolani iliyopo wilaya ya Nyamagana jijini Mwanza. Kwa sababu haya mapambano sio ya mtu mmoja, sio ya mamlaka peke yake. Wananchi na wao wanatakiwa washiriki katika hili, na ushiriki wao ni hivyo kutoa taarifa, kwa sababu hao watu wote wanaojihusisha na dawa za kulevya mnaishi nao huko mtaani ambao inawezekana sisi maafisa tusiweze kuwatambua kwa haraka. Kwa hiyo ukitupa taarifa tunaweza kupata taarifa hizo kwa haraka na kuweza kuzifanyia kazi. Kwa upande wake makamu mkuu wa shule ya sekondari Mkorani Andrew Masawe
amesema kuwa kabla ya elimu hiyo kufika hapo shuleni walikuwa wakikabiliana na tatizo la uwepo wa wanafunzi wenye uraibu wa dawa za kulevya, huku mmoja wa wanafunzi akisema elimu hiyo imewasaidia kufahamu kuwa matumizi ya dawa za kulevya hupunguza nguvu kazi ya taifa. Nimepokea ugeni kutoka mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya. Tunawashukuru sana kwa elimu waliotoa kwa wanafunzi wetu, kwa sababu hapo awali tulikuwa tuna changamoto ya wanafunzi ambao wana uraibu wa dawa za kulevya, lakini sasa wamekuja kutoa elimu na nadhani wanafunzi wamepokea vizuri elimu hiyo na changamoto hiyo itapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu mtu akiwa anauza madawa ya kulevya, kwa mfano katika jamii zetu, anaweza kusababisha vijana ambao ni taifa la kesho wakaangamia, kukosa nguvu kazi ya kujiendeleza taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Khartoum. Jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum mapema leo. Msemaji wa jeshi Nabil Abdallah amesema kwenye televisheni ya serikali kwamba wanajeshi walidhibiti ikulu na majengo ya wizara katikati mwa Khartoum. Taarifa zinasema jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yanayozunguka ikulu kuwasaka wanachama wa kikosi cha RSF. Televisheni ya Sudani na vyanzo vya kijeshi vimesema katika mojawapo ya mafanikio makubwa katika mzozo wa miaka miwili unaotishia kusambaratisha nchi hiyo. Video na picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na shirika la habari la utangazaji la BBC zinaonyesha kuwa wanajeshi wakishangilia na bunduki zao huku wakiwa wamepiga magoti kuomba. Kundi la wapiganaji wa RSF kwa haraka lilichukua udhibiti wa ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa kuzuka kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023, lakini vikosi vya wanajeshi wa Sudani katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kando ya mto Nile. Bujumbura. Serikali ya Burundi imewataka wakuu wa mikoa, wilaya na tarafa nchini humo kuendelea kutoa huduma bora kwa raia wake. Wito huo umetolewa na spika wa baraza la bunge nchini humo Danieli Ndabirabe wakati wa maadhimisho ya siku ya wilaya nchini Burundi ambayo imeadhimishwa jana katika mkoa wa Gitega. Spika Ndabirabe hata hivyo amewaonya baadhi ya viongozi wenye tabia ya kufuja au kuharibu mali za umma kwa madai kuwa miura yao inakaribia kumalizika, na kueleza kuwa hiyo ni kinyume cha sheria na ni lazima serikali itawachukulia hatua watakaobainika kufanya hivyo. Ukomo wa uongozi kwa viongozi hao unatarajiwa kuhitimishwa mwezi Julai mwaka huu baada ya uchaguzi wa serikali kufanyika unaotarajiwa kufanyika mwezi Mei. Harare. China imekabidhi visima 66 kwa jamii katika mkoa wa Mashonaland mashariki mwa Zimbabwe na kuwezesha takribani watu 16,500 kupata maji safi. Visima hivyo vilivyochimbwa na kampuni ya China ni sehemu ya mradi wa kuchimba visima 300 kwa mikoa 4 ya Zimbabwe. Waziri wa serikali za mitaa na ujenzi wa umma wa Zimbabwe, Bwana Daniel Garwe, amesema kwenye hafla ya makabidhiano kuwa visima hivyo si tu vitatoa maji salama kwa jamii zilizoathirika, bali pia vitatumika kama hatua ya kujenga uwezo wa kustahimili majanga katika siku za baadaye. Kansela wa masuala ya kiuchumi na kibiashara katika ubalozi wa China nchini Zimbabwe, Bwana Huang Mingai, amesema mpango huo unaonesha nguvu ya urafiki kati ya China na Zimbabwe na dhamira ya pamoja ya kukabiliana na changamoto za uhaba wa maji na ukame. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Geita limesema litaendelea kufanya ukaguzi wa magari na leseni za madereva ili kusimamia utekelezaji wa sheria za usalama barabarani. Baadhi ya wakazi wa kata ya Nyakatanga wilayani Mleba mkoani Kagera wameshukuru serikali kuwajengea shule mpya sekondari ya Biija kwa gharama ya shilingi milioni 584.2. Na jeshi la Sudani limesema limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum mapema leo.
Waza Wazua. Msikilizaji, wenye imani huamini kesho ni bora kuliko jana. Wenye mashaka huamini kesho ni mbaya kuliko jana. Wenye imani hujipanga na wenye mashaka hujihami. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa duru habari.